Fikiri sitahubiri, lakini nataka kupokea haya maneno kama maneno ya moja kwa moja Mungu asemayo na watu wake, kwa namna mtu anavyozungumza na rafiki yake, kwa namna mtu anavyozungumza na mtu moja kwa moja. Uyapokee, yaende moyoni mwako, yaende maishani mwako, yaende yakakufanyie uhalisia wake katika maisha yako. Naomba fungua Zaburi sura 91. Neno hili linaloitwa uvuli ndilo hasa lilikuwa ujumbe wangu wa mafundisho ya leo, na kazi ambazo uvuli unafanya. Mtu akiwa katika uvuli, kitu uvuli unafanya. Sura ya 91 Zaburi, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13. Anasema, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Uvuli, lugha yake nyepesi ya kueleweka, ni lugha ya mwavuli. Mwavuli ukitanuliwa ukafunguka, jua likiwa kali, anaweka ule mwavuli, ile kanopi yake anaiweka usawa wa kichwa chake, juu ya kichwa chake, inakinga ule uelekeo wa jua. Kwa kinachotokea, yale makali ya miali ya jua hayawezi yakamfikia, kwa sababu juu yake kuna uvuli umetanda juu yake. Lakini pia mwavuli ule ule, kukitokea mvua pia, yale makali ya kunyeshewa na mvua hayampati, kwa sababu uvuli wa mwavuli unakuwa umetanda juu yake, unaizuia mvua na matone yake na makali ya nguvu yake yasimfikie mtu huyo, na kinachomsaidia yasimfikie kwa kiwango kile ni uvuli uliotanda juu yake wa ule mwavuli. Mungu anaitwa Mungu anayetoa uvuli juu ya watu wake. Anatoa uvuli. Nani yule alikuwa anaitwa Boazi, alimuona kwa mara ya kwanza na kumfahamu kwa mara ya kwanza binti mmoja wa Kimoabu aliyekuwa amefanya maagano mbele za Mungu kwa habari ya mama yake mkwe, yani mama yake na marehemu mume wake. Baada ya kufiwa mume, mama anarudi katika nchi yao ya Israeli, Bethlehem, akawaaga wale mabinti walikuwa wameolewa na vijana wake, kwa kuwa vijana wake wamefariki. Akamwambia, ninyi bado ni vijana, mwaweza mkaolewa, mimi narudi kwetu, nilikuja nimejaa, narudi ni mtupu. Binti mmoja wapo anaitwa Ruthu akamwambia Naomi, akamwambia, mimi usinisihi nikuache, wala usinisihi nisifuatane nawe, kwa sababu uendako nitakwenda, utakapokaa nitakaa, utakapokufa nami nitakufa hapo.
watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mama yule akamruhusu wakaenda pamoja. Walipofika kule kwao Bethlehem, ulikuwa ni wakati wa mavuno ya ngano. Wao hawajalima, kwa hiyo hawana cha kuvuna. Mama yule anajua utaratibu wa sheria ya Mungu kwa Israeli, kwamba Mungu alielekeza watu wanapokuwa wanavuna, wewe wanaacha zile pembe za mashamba yao kule kandoni wasipavune, kwa sababu yale mazao ya kandoni mwa mashamba, Mungu alisema hayo ni chakula cha maskini. Wakiwa wanavuna ndani, lakini hapa pembeni kuzunguka shamba, sheria ya Torati kinawaambia wasivune hayo, wawaachie maskini. Lakini pia sheria ilikuwa imesema wakiwa wanavuna, wanapokusanya ile miganda yao, baadhi ya miganda waiache makusudi shambani, ili maskini nao wawe wanakuja wanapata cha kuvuna, wale wasio na mashamba ya kuvuna. Kwa mama yule alikuwa anajua hiyo sheria, kwamba maskini huwa wanaenda baada ya watu kuvuna, wanaenda na wao kuvuna walichobakiziwa na Mungu wao. Hawakubakiziwa na wavunaji, walibakiziwa na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye alielekeza maskini hicho ndicho chakula chao. Kwa Mungu alitoa upaji kwa ajili ya maskini. Kwa watu wanawaachia maskini, kwa sababu Mungu ameelekeza maskini nao wasikose chakula. Na maskini walikuwepo, wanaenda wanavuna kama kawaida, wanaokota. Kwa hiyo mama yule akajua utaratibu wa kuokota upo, ila akampa maelekezo yule binti, akamwambia katika huu utaratibu wa kuokota yaliyosazwa kwenye mashamba, usiende mashamba mengine. Kuna ndugu yetu anaitwa Boaz, anavuna sasa na yeye. Wewe kuokota kwako kote, usiende kuokota kwenye shamba lingine, uende kuokota kwenye shamba la Boaz. Na yule binti akatia yale maelekezo, akaonyeshwa shamba la Boaz lile pale, kwa akaondoka akaenda kuokota pale. Kaenda mpaka ile story mnaifahamu. Mwisho utaratibu wa kufahamiana, yule mama ndiye aliyemwelekeza namna ambavyo atajitokeza, namna atakayotumia Boaz amfahamu. Boaz alipomfahamu alimwambia maneno haya, akasema, upewe thawabu timilifu na Mungu huyu wa Israeli, ambaye umekuja kukimbilia chini ya mbawa zake. Kwa lugha nyingine, wewe nimekuona umetoka taifa lingine, nalo lilikuwa na Mungu. Wakati huo kulikuwa na Mungu anaitwa Kemosh katika nchi ya Moabu. Moabu walikuwa na Mungu anaitwa Kemosh. Umeondoka chini ya mbawa za Mungu wa kwenu Kemoshi, umemwacha Mungu wako, ukamfanya Mungu huyu wa Israeli kwa ndiye Mungu wako. Umewaacha watu wako, umemfanya huyu Mungu wa Israeli, hao watu wa Israeli kwa ndio watu wako. Akasema kwa kufanya hivyo umekimbilia uvuli wa Mungu wa Israeli. Yaani kwa lugha nyingine, umekuja ukajikabidhi kwamba Mungu atande hema yake juu yako, hema ya uvuli wake ambayo inaitwa mbawa. Mungu sasa, sina hakika Mungu ana mabawa, lakini waandishi walioandika maneno hayo, maneno yametajwa mara kadha wa kadha, mbawa za Mungu. Haleluya. Akasema huyu Mungu umekuja kukimbilia chini ya mbawa zake, Mungu huyu wa Israeli akupe thawabu timilifu. Yale maneno yalikuwa ni baraka, yalikuwa ni unabii unaozungumza maisha ya Ruthu kutokea hiyo siku na kuendelea, unayoyageuza maisha ya Ruthu kutokea siku hiyo
kwenda maisha mengine tokea pale, unaofuta historia iliyopita ya Ruthu kumpa historia nyingine. Historia hii inaitwa kutembea na kutembelea chini ya uvuli wa mbawa za Mungu. Sasa ni kitu gani uvuli unafanya? Daudi alikuwa ni mtu amezoea kuenjoy uvuli wa Mungu. Daudi alizoea kufurahia na kunufaika na yale maisha ya kukaa kwenye uvuli wa Mungu. Ni uvuli ndio ulikuwa unafanya Sauli anarusha mikuki inapita kando, inagonga kwenye ukuta. Mtalie kulenga mekaa short range, karibu kwa karibu. Akili ya kawaida lazima na wewe ukubaliana na mimi kwamba hawezi kupiga mkuki akakukosa. Mmekaa mezani pamoja, yeye amekaa upande huu wa meza hiyo hiyo na wewe umekaa upande wa pili wa meza hiyo hiyo, mnakula chakula, eti amepiga mkuki amekukosa. Mnadhani jambo linalowezekana? Yaani wewe umekaa meza upande ule na yeye amekaa meza upande huu, ameamua kupiga mkuki halafu eti amekukosa. Kilichokuwa kinamfanya Daudi anaweza kuponyoka mishale ya namna hiyo na mikuki ya namna hiyo ni uvuli wa Mwenyezi. Uvuli ukiwa juu yako, unaenjoy kila kitu chema cha kimungu. Hakuna adui anakupiga akafanikiwa. Uvuli ule unakukinga. Hakuna shetani anakuwinda akakupata. Uvuli ule unakufunika. Hakuna baya linalokutafuta likakuangamiza, kwa sababu uvuli ule unakufunika. Unatembea katika uvuli, uvuli unakupa amani mahali pote wamekosa amani. Unatembea katika uvuli wa Mwenyezi, uvuli unakupa chakula mahali wote wamekosa chakula. Unatembea katika uvuli, unakupa kibali na kukubalika mahali wengine wanakataliwa, wenye sifa kama za kwako. Uvuli unafanya vitu vingi sana. Kwa hiyo akasema katika hii Zaburi, akasema aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Sasa sikiliza yanayotokea kwa sababu ya uvuli. Mstari wa 3, nikisema unasema amina, sina muda wa kuhubiri. Wewe unasema amina tu, ndio nimekuhubiri na umepokea na umeumba tayari. Jina la Yesu libarikiwe. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Sema amina inayoeleweka. Atakulinda na tauni iharibuyo. Sema amina kama nayopokea neno la unabii. Kwa manyoya yake atakufunika. Sema amina kama nayedaka neno la unabii. Chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni pitayo gizani, wala uwere uharibuo. Ijapo watu 1000 watanguka ubavuni pako na 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Jina la Yesu libarikiwe. Nimekwambia hivi, utaenda mahali wengine wanakataliwa, unakubalika wewe. Utaenda mahali watu wanakosa chakula lakini wewe unakula. Utaenda mahali watu wanakosa, wewe unapata. Kwa sababu ya uvuli. Kaa kwenye uvuli wa Mwenyezi Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki,
Ndio maana nimemaliza kusema aliyeteka ni zamu yake kutekwa. Jina la Yesu libarikiwe. Musa akithibitisha neno hili akawaambia Wamisri, mnaowaona hamtawaona tena. Walitarajia kuwaona ninyi mkiangamia, mtawaona wao wakiangamia. Mambo yatageuka kinyume katika jina la Yesu. Mungu aliyafanya hayo siku ya leo amesema anayafanya Gilgali. Anayafanya leo hapa. Aliyosema Musa ndio na mimi nayasema leo. Na Mungu wa Musa ndiye Mungu wangu. Aliyemtuma Musa ndiye aliyenituma. Aliyemwelekeza Musa ndiye aliyenielekeza leo. Nasema hivi, utaona Mungu anapowalipa wasio haki malipo yao, na utakuna tazama. Jina la Yesu na libarikiwe. Jina la Yesu na libarikiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba. Jamani, semeni amina. Jamani, semeni amina. Hii ni awamu ya kukanyaga waliokukanyaga. Hii ni awamu ya kuwa juu ya waliokuweka chini. Hii ni awamu ya waliokuumiza kuumia. Hii ni awamu ya kuona waliokukataa wewe sasa unawaka na unanawiri mbele yao. Kikombe chako kitafurika. Chakula kizuri mezani utakula. Machoni pa watesi utakula mezani, na watesi wanaangalia. Waliodhani hutakula watakuona utakula. Waliodhani hutakuwepo watakuona upo. Waliodhani unarudi nyuma watakuona unaenda mbele. Waliodhani unaanguka watakuona unainuka. Jina la Yesu libarikiwe. Utakanyaga simba, utakanyaga na nyoka. Mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Yaani kuseta ni zaidi ya kukanyaga. Ni kukanyaga halafu na mbana. Hebu fanya hivi. Haleluya, haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Unamkanyaga chini ya miguu halafu unambana. Hakuna kufurukuta. Geukia jirani yako mwambie, bahati yako wewe sio adui yangu. Ungekuwa wewe, ningefanya hayo hayo kama sikujui. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kanisa, shangilia. Hii ni siku nyingine. Hii ni historia nyingine. Hii ni awamu nyingine. Na Mungu anafanya jambo lingine. Mungu anafanya jambo jipya. Mungu anafanya mambo ya ajabu katikati yetu, katikati ya watu wake, katikati ya Israeli wake. Mungu anatenda mambo ya ajabu. Mungu anatenda mambo ya ajabu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unajua kwa nini? Hata wao upande wao na wa Mungu wao huwa wana uvuli. Sasa anapofika Mungu wetu kwenye hatua kama hii, hakuwekei wewe tu uvuli, wale nao anahakikisha amewaondolea uvuli.
Nguvu ya uvuli ni kitu kikubwa sana, na aliyeondokewa uvuli hata angefanyaje kazi, hana kazi inayofanikiwa. Hata angepiganaje vita, hana vita anashinda. Hata angejipendekezaje, hapati kibali kwa yeyote. Kinachokupa kibali ni uvuli wa Mwenyezi juu yako. Kinachokupa neema, unaenda unafanya mambo yanakuwa, ni uvuli wa Mwenyezi juu yako. Uvuli ukiondoka, umeondoka. Kwa Mungu akifika hatua kama hii ya leo, anahakikisha adui ameondolewa uvuli. Haleluya. Mtu wa mataifa asiye na roho wa Mungu, hilo alikuwa analifahamu. Kahaba Rahabu alikaribisha wageni nyumbani kwake, akajua ni wapere, shughuli yake ni ukahaba, lakini wale hakuwapokea kwa malengo ya ukahaba. Hakuwapokea kama wateja, aliwapokea kama uponyaji wake. Aliwapokea kama baraka yake. Aliona upenyo umemwijiria, aliona baraka imemwijiria, aliona neema ya Mungu imemtembelea, aliona maisha mapya yamemtembelea. Nini alikiona? Halafu akajua hawa siwezi kwa treat kama wateja wa ukahaba, na wapa treatment nyingine. Aliona uvuli juu yao. Uvuli aliyouona aliutambua, akawaambia, ninyi nimejua kwa uvuli huu nchi hii yote Mungu ameshawapa. Akasema, tangu tuliposikia habari zenu, jinsi Mungu alivyowavusha bahari ya Shamu, tukasikia Mungu mbele yenu alivyoangusha falme za hapo ng'ambo ya mto. Sisi huku kila mtu moyo uliyeyuka. Manaka lugha anayosema, anasema kila mtu uvuli uliondoka. Kwa pamoja na tuna ngome kubwa, najua mtatupiga. Pamoja na tuna jeshi zuri, najua mtatupiga. Pamoja tuna magari mazuri ya vita, najua mtatupiga. Kwa nini? Kitakachotupiga sio ukubwa wa jeshi letu au dogo. Kitakachotupiga ni kupoteza uvuli. Aliye na uvuli akikutana na asiye na uvuli, lazima asiye na uvuli asujudu mbele zake aliye na uvuli. Aliye na uvuli akikabiliana na asiye na uvuli, lazima asiye na uvuli aanguke. Iwe isiwe, asiye na uvuli lazima aanguke. Rahabu akajua maneno hayo, akasema, najua tunaanguka mbele yenu, na mfalme wetu na majeshi yake yote yataanguka mbele yenu. Ukuta huu mzito tuliojenga kwa gharama kubwa mbele yenu, najua utaanguka. Kwa mimi maombi yangu, mimi naomba tu mnihifadhi hai. Nataka kujiconnect na uvuli ulioko juu yenu. Mnifanye kuwa sehemu ya taifa lenu. Mimi na familia ya baba yangu sote tunaamua kuwa Waisraeli, tuwe chini ya uvuli huu ulioko juu yenu. Tutatembelea uvuli huu. Bwana Yesu asifiwe. Wakapona. Yule nani Kalebu, walipokuwa wamekuja wanatoa ripoti ya upelelezi, wenzake 10 wameogopa na wamefanya watu wanalia. Kalebu alisema, msiwaogope wale. Ni kweli ni majitu, ni kweli ni giant, yani manefiri, wana wa Anaki. Ni wakubwa na nguvu zao ni nyingi na miji yao ni mikubwa, ila ushindi wetu sio miji wala sio silaha wala sio nguvu za vita. Ushindi wetu ni uvuli. Akasema, mimi nilichokiona, uvuli ulioko juu yao umekwisha kuondolewa. Twende tukaitamaraki nchi, twende tukawapige, twende tukawaondolee mbali,
kwa mwonekano ni wakubwa kuliko sisi, lakini uvuli hawana. Na wakikosa uvuli wameshakuwa wadogo kuliko sisi, wameshakuwa chini yetu, wamepoteza uvuli. Karibu akawaambia hawana uvuli, twende. Hawana uvuli, twende tukawapige. Hawana uvuli. Wale wanaefiri sio kwamba walikuwa hawajui vita, walipigwa na kupoteza uvuli. Na Waisraeli si kwamba walikuwa wamejifunza vita. Kwanza wametokea utumwani, walijifunzia vita wapi? Wametembea jangwani, vita walijifunzia wapi? Miaka 40. Wanafika wanapigana watu waliojiandaa na vita siku zote. Nini kinapa ushindi? Uvuli. Wao wana uvuli, wanapigana watu wenye ujuzi wa kijeshi ila hawana uvuli. Watu wasio na, nisikilize, wasio na ujuzi wa kijeshi ila wana uvuli wanapigana na watu wenye ujuzi wa kijeshi wasio na uvuli. Kilichotokea, wenye ujuzi wa kijeshi bila uvuli walipigwa na watu wasio na ujuzi wa kijeshi ila wana uvuli. Haleluya. Na Kalebu ila kalielewa, kawatia moyo watu, twendeni, kinachotusaidia ni uvuli hapa. Na mimi naomba Mungu akufunike kwa uvuli kwa jina la Yesu. Kaa chini ya uvuli wa Mwenyezi kwa jina la Yesu. Tembea ndani ya uvuli wa Mwenyezi kwa jina la Yesu. Ishi ndani ya uvuli wa Mwenyezi kwa jina la Yesu. Utakupa kibali kazini kwako, nyumbani kwako, kwenye ukoo wako, kwenye mtaa wako. Utakushindia vita kulia na kushoto, mbele na nyuma. Utashindiwa vita. Uvuli utakutetea kila mahali. Uvuli wa Mungu utakutetea na utakusaidia. Uvuli wa Mungu utakupa kutembea ndani ya baraka za Bwana. Uvuli wa Mungu utakupa mahitaji yako. Uvuli wa Mungu utakusaidia wakati wa taabu. Uvuli wa Mwenyezi. Tusimame. Naomba mtu ainue mikono yake, amwambie Bwana, kama kuna sababu yoyote ile ilisababisha nikapoteza uvuli, ninaomba unifunulie niijue, nirekebishe. Kama kuna mazingira yoyote yalifanya maisha yangu yakapoteza uvuli, ninaomba unisaidie, uniondoe katika mazingira hayo katika jina la Yesu. Mwambie kuanzia sasa, naomba miaka ya maisha yangu yote nitembee katika uvuli wa Mungu aliye hai. Niishi ndani ya uvuli wa Mungu aliye hai. Naomba kwa lugha unayojua mwenyewe na kwa maneno unayojua, sema hayo maneno niliyosema. Si lazima ukopi neno kwa neno, lakini nimekuongoza vitu vya kusema. Na viseme kwa moyo. Mungu yuko mahali hapa na Mungu anataka kanisa lake liwe katika uvuli wake. Hiki alichokitenda leo hakitaondoka, lakini kitaendelea kudhihirika utukufu hadi utukufu, na kitafanya hivyo ni uvuli. Tuombe. Baba mwaminifu, katika jina la Yesu, naomba niseme asante kwa sababu ya neema yako na kwa sababu ya uvuli wako ambao kwanza uko juu ya kanisa hili, na uvuli wako unakaa katika madhabahu ya kanisa hili. Mimi najua uvuli wako upo na uko mahali hapa. Na mimi najua uvuli wako uko juu yangu na nyakati zote umekuwepo juu yangu. Nafahamu uvuli wako umekuwepo pamoja na kanisa hili, na tumeuona mambo ambayo umefanya uvuli wako. Kuna mahali tusingeweza kama si uvuli wako. Kuna vitu tusingeweza kuvifanya kama si uvuli wako. Na leo Mungu umetueleza na umetuonyesha, umetenda, na sisi sasa tuna connect katika jina la Yesu. Tuna connect katika jina la Yesu. Naenda kujificha chini ya uvuli wa mbawa zako ili tupate thawabu, ili tupate thawabu.